uchaguzi huu kwa heshima na kwa amani, tukaendelee kukutumikia na kutukuza kwa furaha. Watu wetu watiwe amani, Bwana, mioyoni mwao, wapuuze kila namna ya lugha inayoinuka kinyume na amani na pendo lako. Kwa kuwa katika haya tumeyaona baraka nyingi, tulivyotulia mashambani mwetu, mifugo yetu, biashara zetu, vyote vimetulia kwa sababu ya nguvu ya amani yako. Uongozi huu wa halmashauri hii na mkuu wao tunaweka mikononi mwako, nasi viongozi watumishi wako tunajiweka mikononi mwako. Katika jina la Yesu Kristo tupeleke mbele ya watu kwa neno la kweli tunalopatana mahali hapa, tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Kwa majina mimi ninaitwa mchungaji Mapambano Amon Hongoli, niko pale Lupembe. Kuhusu ishu ya uchaguzi na maandalizi ya uchaguzi kwa ujumla wake. Kwa ujumla wake nimeona maandalizi ni mazuri, na kiukweli kwa jinsi ya maelezo ya wataalamu, maandalizi yaliyofanywa ni mazuri, hayatii mashaka yoyote juu ya uchaguzi huu ambao tutakwenda kufanya tarehe 29. Kwa mimi kama kiongozi wa dini ninapenda kusema kwamba wananchi wajitokeze kupiga kura, lakini pia Biblia yenyewe iko wazi kuhusiana na kupiga kura, inasema kura hukomesha mashindano. Kwa hiyo ukipiga kura yako maana yake umetoa maamuzi ya haki, hayatakuwa na usumbufu wowote, utakuwa na kiongozi unayemtaka. Hivyo itapelekea kuwa na muda mwingi wa kufanya maendeleo. Ni tofauti na kuandamana, kwamba pengine tukafanya maandamano tukasimama ili tupinge uchaguzi. Wakati huo serikali imeingia kwenye gharama kubwa za kuandaa uchaguzi, alafu vile vile amani yetu itavurugika, tutakosa muda wa kufanya shughuli zetu. Tukumbuke kwamba yako mambo mengi yanapotokea tunapofanya vitu ambavyo vinaweza kupelekea kuingiza taifa kwenye mazingira ya kutokuwa na amani. Hivyo mimi nishukuru kwa maandalizi hayo, na niombe tu wananchi wote wanapotusikia. Kwa jina naitwa Mwinjilisti Belina Luka Ruhanzo, kanisa la KKT kata Mfriga. Mimi kama kiongozi wa dini na kama mwinjilisti, kwa jambo hili ambalo lipo mbele yetu, tunaomba wananchi wote, hususan wakina mama, tujitokeze kwenye tendo hili, kwa sababu kupiga kura ni haki ya kila mwananchi na ni haki ya kila mama. Kwa hiyo tujitahidi wote kila maeneo, bila kusikiliza mambo ya kule na kule ambayo yatatupotezea nafasi yetu, tusipige kura. Kwa hiyo kila mmoja ajitokeze ili tuweze kupata haki yetu ya msingi. Asante. Rodrick Anderson Jiwa wa TAG pale Iwafi. Ninachoweza kusema tunapokuwa tunaelekea kwenye jambo hili muhimu sana kwa ajili ya kuchagua viongozi wetu watakaoweza kusimamia miaka 5 ijayo mbele. Cha kwanza kama kiongozi wa dini, ninapenda kusema kwamba kwanza tuvunje yale makundi ambayo watu wengine wanaweza kuwa nayo, ambapo sisi kama sisi haki yetu ya kwanza ni kuhakikisha tunaombea jambo hili nimalizike kwa amani, nikiamini ya kwamba kitabu pia cha Warumi 13 mstari wa kwanza kinasema kabisa kwa uwazi, hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na hiyo mamlaka itakayokuepo uwe uliipenda au ukiipenda, kinachofuata ni kutii. Ndio jambo la mwisho. Na jambo jingine, nishukuru pia kwa maandalizi makubwa serikali iliyoifanya kwa gharama nyingi ambazo zimefanyika, na sasa tunaenda kupiga kura. Tutahamasisha watu wajitokeze kwenye vituo vya kupiga kura, na tushukuru kwa sababu serikali imerahisisha asiyekuwa na kitambulisho cha kupigia kura, hata kama na leseni, maadamu alijiandikisha akapige kura, ana kitambulisho cha NIDA akapige kura. Hilo ni jambo la kushukuru. Kwa hiyo niwapongeze sana. Tunaamini uchaguzi utafanyika kwa amani na nchi yetu itabaki katika hali ya amani. Asante. Kwa jina naitwa mchungaji Geoffrey Mtwebe kutoka kanisa la Kiinjili la Kilutheri Dayosisi ya Kusini, jimbo la Lupembe, ikiwa mkuu wa jimbo mteule kwa wakati huu. Ninapenda kualika wananchi kutokana na nchi ambavyo imejiandaa kwa uchaguzi, kuchagua viongozi watakaotuongoza katika miaka hii iliyopo mbele yetu. Watu wajitokeze,
tufanye uchaguzi, tumalize uchaguzi, tuendelee na majukumu yetu kwa amani na kwa furaha, kama tulivyotoka na amani ambavyo imetuwezesha kufanya majukumu mbalimbali. Wenye biashara wanaendelea na wanafanya biashara, wakulima wanaendelea na kulima, na wafugaji wanaendelea kufugaji, wafanyao kazi ofisini wanaendelea kufanya kazi ofisini, na watumishi wa Mungu tunaendelea kutumika maeneo mbalimbali kwa sababu ya amani ambayo ipo. Kwa hiyo hiki ni msingi sana kwa wananchi na kwa jamii nzima kuelewa umuhimu wa nafasi ya amani wakati wote, na hasa wakati huu tunapoingia kwenye uchaguzi. Kila mtu alinde nafsi yake kutunza amani iliyoko mbele yetu. Taifa ni taifa pana, nchi ni nchi pana, uongozi ni uongozi mpana wenye nafasi mbalimbali. Lakini amani ikikosekana, hatutakuwa na nafasi ya kufanya haya yote. Hawatakuwa na nafasi ya kupeleka watoto shuleni, hatutakuwa na nafasi ya kwenda mashambani. Lakini kwa amani iliyopo inayotuwezesha kwenda mashambani na kufanya kazi sisi tunavyoona katika maeneo yetu, ni muhimu sana tulinde na kutunza. Lakini tunaombea sana uchaguzi kama viongozi wa dini, tunaombea sana uchaguzi huu ufanyike kwa amani na tupate viongozi watakao tuongoza, tushirikiane, tujenge taifa letu lenye umoja vizazi hivi na vizazi vijavyo. Yaani mimi nashukuru kuelekea kwenye uchaguzi, sababu serikali imeona muhimu hata sisi viongozi wa dini tuweze kulitambua hili. Yaani napoelekea kwenye uchaguzi, neno langu la msingi la kuambia wananchi au wale nao waongoza waumini wangu ni kwamba wajitokeze kwa wingi kupiga kura, kwa sababu wao wananisikiliza kwa mambo mengine nikiwaelekeza. Najua na hili nikienda kuwapelekea kwamba serikali yetu ina mpango mzuri kwa ajili yetu, nenda mkapige kura, naona watajitokeza kwa wingi kwa sababu huwa wananielewa nikisema. Kwa hiyo ombi langu kwa serikali, nashukuru tu kwa kuona umuhimu huu wa kutuita viongozi wa dini, kwa sababu tukielimishwa sisi tukaelewa, na sisi tukawaelimisha jamii tunayoiongoza, itaelewa vizuri. Pia nashukuru tu kwa sababu lengo langu kubwa ni kwamba twende tukahamasishe amani, kwa sababu nchi yetu ni nchi ya amani. Ikiingia vurugu au vita au mambo yasiyofaa, tutashindwa hata kuabudu kwa amani, kwa uhuru. Asante sana kwa serikali. Asante. Jina naitwa Ana Ongoli au Mama Mchungaji Kaberege kutoka Mfiriga, kanisa la EAGT. Jina langu naitwa Milton Kaduma, mchungaji wa usharika wa Ikondo. Neno langu juu ya uchaguzi, na watakia watu wajitokeze kwa wingi, kwa sababu unapofanya maandamano unakosesha amani, unapoteza muda, unaharibu uchumi. Ili tuwe na uchumi lazima tupate viongozi bora, na lazima sisi tujitokeze kwenda kupiga kura, na tuwahamasishe na wenzetu wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura siku hiyo. Na sasa kila mtu awe anaangalia kadi ya piga kura au kitambulisho cha NIDA. Kama amepoteza kitambulisho cha kupiga kura, basi achukue kile kitambulisho cha NIDA, lakini pia hakikisha jina lake limo, na kama limo kweli asiandamane na makundi mengine ya kufifisha kuto kupiga kura. Na waombea wote wananchi wajitokeze kwa wingi, tukapige kura, tuchague viongozi wetu, diwani, mbunge na rais pia. Tunadhani kwamba amani tulionayo sasa ndio inayotufanya kila jambo tufanye kwa wakati. Ni kwa sababu amani ipo. Tukiharibu hii amani, kila kitu kitafeli. Ninawatakia uchaguzi mwema kwa wananchi.